Nashangazwa pia na watu wengi katika mitandao ya kijamii wanapoeleza kwamba unapotaka ku re-energize mwili, kuupa nguvu mwili ili ukawe na matamanio ya ajabu kwa mwenza wako. Chukua ndizi, chukua tende, chukua maziwa, changanya pale, weka alafu kunywa. Hiyo utaenda kumshughulikia mke wako. Yaani unachukua sukari, unachanganya, unatengeneza sugar syrup, eti kuwezeshe kwenda kumshughulikia mwenza wako vizuri. What if kwamba tatizo lako la upungufu wa hisia linasababishwa na magonjwa yanayonyong'onyesha mwili, yanayodhorotesha energy ya mwili, kama ugonjwa wa kisukari kilichojificha. Kwa hiyo watu wengi hili huwa hawajui. Kwa hiyo ndio maana wanashauri, kabla mwanaume hujaamua kukimbilia dawa, unatakiwa kwanza kujua chimbuko au mzizi, kwa nini matamanio yanapotea. Wewe una miaka 30, una miaka 40, una miaka 45. Watu wengi tu wana hisia ziko vizuri. Kwa nini wewe uwe goigoi? Lazima kuna kitu nyuma ya pazia. Sasa wengi wanakimbiliaga kwenye dawa. Wanaruka hatua ambayo ni ya muhimu sana. Hatua gani? Hatua ya kutafuta nini chanzo katika vipimo.